Boundary Summit has made the bold decision to withdraw our mission from the Eastern DRC. Uamuzi wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC unahitimisha operesheni ya majeshi ya umoja huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokuwa na lengo la kusaidia vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo kudhibiti hali ya usalama katika mikoa ya mashariki mwa taifa hilo. Katika mkutano huo maalum ulioongozwa na Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe kwa njia ya mtandao, viongozi wa SADC wameonyesha wasiwasi kuhusu hali ya usalama inayozidi kuzorota mashariki mwa DRC licha ya kuwepo kwa vikosi vya nchi za SADC. Licha ya uamuzi wa kuondoa vikosi Kongo, SADC imesisitiza itaendelea kusaidia serikali ya nchi hiyo na kusema suluhu ya kudumu inahitaji ushirikiano mpana wa kisiasa na kidiplomasia ukihusisha serikali, makundi yasiyo ya kiserikali na kundi la waasi wa M23. Vikosi vya SADC vinavyohusisha majeshi ya nchi za Afrika Kusini, Malawi na Tanzania vilipelekwa Disemba mwaka 2023 nchini DRC ili kusaidia kuleta amani. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, OGAN, ameshiriki mkutano huo kwa njia ya mtandao Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Hatua ya kuondolewa kwa vikosi vya SADC inajiri baada ya miaka mingi ya juhudi za kudumisha usalama, ingawa hali bado sio shwari mashariki mwa Kongo. Aidha, kikosi hicho cha SADC kimetambua jitihada za Rais Samia na Rais Mnangagwa katika kuratibu ajenda ya amani na usalama nchini DRC. Katika hatua nyingine, mazungumzo baina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yanatarajiwa kuanza katika mji mkuu wa Angola, Luanda, Machi 18 kwa mujibu wa serikali ya Angola. Serikali ya Kongo mara kadhaa imekataa kushiriki katika mazungumzo na kundi hilo, ingawa imethibitisha imepokea mwaliko wa Angola, lakini haikuthibitisha ushiriki wake. Wakati kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa ameandika katika mtandao wa X kueleza kundi lake kuunga mkono uwezekano wa kukaa kwenye meza ya mazungumzo na serikali ya DRC. Rajabu Msangi, Azam News.